ambapo hali ya utulivu imerejea katika shule ya msingi ya Meso, eneo bunge la Emgwen katika kaunti ya Nandi, baada ya wazazi waliokuwa na ghadhabu kufunga shule hiyo hapo jana na kumtimua mwalimu mkuu kwa madai ya matumizi mabaya ya mamlaka. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Gabriel Kudaka, wazazi wametakiwa kutochukua sheria mikononi na badala yake kufuata utaratibu unaostahiki. Ndivyo hali ilivyokuwa katika shule ya msingi ya Meso baada ya wazazi wenye ghadhabu kufunga shule hiyo na kumtimua mwalimu mkuu mapema Jumatano. Kisa na maana, huyu mwalimu amekuja hapa, ametunyanyasa kwa hii shule, hakuna performance. Anakuja anadai pesa wanafunzi na serikali, sema watoto wasome bure. Deski anaweka charges, anaweka deski shilingi 2,000. Mwalimu huyu amekaa kwa muda mwingi sana, karibu miaka 7. Na tulifunga leo shule, tukaweka kufuli katika ofisi yake ya kwamba mpaka tusikiswe kwanza katika hizi malalamiko zetu ndio mambo yaendelee vizuri katika hii shule. Alafu madarasa hakuna stima. Kama kompyuta ililetwa, mbona hiyo kompyuta isichukuliwe madarasani? Sasa headmaster must go. Hali ya utulivu ilirejea baada ya maafisa wa elimu pamoja na maafisa wa usalama kufanya kikao na wazazi hao na kuwashawishi kuruhusu shule hiyo kuendelea na shughuli zake chini ya usimamizi wa naibu mwalimu mkuu. Tumesema tu education officer, unasikia? Mjipange pole pole na mwalimu wenu. Na handing over atakuja. Lakini kwa wakati huu asikanyake compound yetu ya shule. Because hatujui, labda hizi allegation hao wazazi wanasema kama ni ya ukweli, labda watakuja kutoa documents zingine. Wazazi hao wameombwa kuwa watulivu, swala hilo likishughulikiwa, huku wakitakiwa kufuata utaratibu ili kutatua mizozo baina yao na usimamizi wa shule. Hiyo kufunga shule kulingana na sheria zetu za ministry ni kama hatia kufunga shule. Hiyo ndio sababu unaona amekuja ku find out shule imefungwa. Kwa nini imefungwa? Kwa sababu hata wacha niseme, hata head of institution akifariki shule haifungwi. Hiyo ni sheria, haifungwi. Head of institution hata akifariki shule haifungwi. Shule inaendelea, alafu systems za shule zina run. Watoto wetu wanaendelea kusoma. Unajua kama kuna mtu very innocent kwa hii maneno yetu yote, ni yule mtoto mdogo, hajui nini inaendelea. Gabriel Kudaka, NTV.